Jioni ya leo tumeshuhudia mchezo wa ligi kuu ya NBC kati ya JKT Tanzania dhidi ya Simba Sports Club katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo hapa Dar es Salaam. Na mchezo huu umemalizika kwa JKT Tanzania kukubali kichapo cha bao 1-0 wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani. Lakini tunafahamu kwa upande wa Simba, hawa ni miongoni mwa title contenders, wao pamoja na watani zao wa jadi kwa maana ya Young Africans wapo katika hatua ya kucheza mechi zao za viporo kwa wakati huu, na tayari walishaanza kiporo cha kwanza dhidi ya Mashujaa, kilikwenda vizuri, na leo dhidi ya JKT Tanzania pia kimekwenda vizuri, wakiendelea kukusanya maximum points katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kituo kinachofuata dhidi ya KMC na dhidi ya Pamba Jiji. Tanzania na Pamba watakwenda kucheza na KMC. And so far msimamo ulivyo, kabla ya kwenda kuangalia kwa undani juu ya mchezo huu, hususan kwa man of the match, yani nyota wa mchezo, nani alistahili kuwa nyota wa mchezo, kwa nini na kitu gani ambacho kimekuwa special kwake, na hapa tutakwenda kuangalia kwa Fabrice Ngoma, but tutakwenda kuangalia kuhusu Joshua Mutale Budo, nyota ambaye leo ameonyesha kiwango cha kutosha kweli. Siri ya Mutale kuonyesha kiwango bora ni nini? Tunakwenda kuangalia hapa. Tuangalie kwanza msimamo ulivyo wa ligi kuu ya NBC so far kwenye nafasi ya kwanza na nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza wapo Yanga wakiwa wameshacheza rounds 26 wakiwa na points 70, huku nafasi ya pili ikiwa kwa Simba wakiwa wamecheza raundi 24 wakiwa na points 63. Sasa kituo kinachofuata kwa Simba dhidi ya Pamba na dhidi ya KMC. Mechi mbili hizi, endapo Simba atashinda zote, atakuwa amekusanya alama 6. Alama 6 ambazo ukiziweka hapa zitakuwa jumla ya alama 69. Itakuwa imesalia alama 1 kumfikia Young Africans. Baada ya hapo tunakwenda kuangalia michezo ambayo inakwenda kuchezwa. Kama Simba atashinda viporo vyake vile vilivyosalia, maana yake kinachofuata ni michezo 4. Itakuwa zimebakisha michezo 4, kwa maana ya 3 ambayo inahusu wapinzani wengine na 1 wa dabi ambao utawakutanisha wenyewe. Katika michezo 3 inayofuata, Yanga michezo yake 3 inayofuata ni Dodoma Jiji, itakuwa dhidi ya Dodoma Jiji. Huu Young Africans watakuwa home, nyumbani yani. Mchezo mwingine utakuwa dhidi ya Tanzania Prisons, huu utakuwa away, ugenini, watakwenda kule Mbeya. Na mchezo mwingine dhidi ya Namungo. Hapa sijapanga chronologically, hii ni michezo tu ambayo imesalia kwao. Huu watakuwa home, kwa maana ya Yanga atakuwa Dar es Salaam. Kwa hiyo hii ndio michezo 3 ya Yanga ambayo imesalia. Unaweza kaangalia hapa na mwenyewe ukaona katika michezo 3 hii kabla ya dabi ya Kariakoo imesalia michezo hii 3. Kwa upande wa Simba michezo yao 3 ambayo imesalia dhidi ya Singida Black Stars. Mchezo huu Simba atakuwa home. Mchezo mwingine itakuwa dhidi ya Ken Gold. Huu Simba atakuwa away. Na mchezo wa 3 utakuwa Simba dhidi ya Kagera Sugar, ambao Simba atakuwa nyumbani, atakuwa home. Kwa hiyo hii ni michezo 3 ambayo imesalia kwa Yanga, kwa Simba, but michezo hii kabla ya dabi ya Kariakoo. Manake hawa wote dabi ya Kariakoo itakwenda kuchezwa pia kwa mujibu wa mamlaka. Sasa basi, ingawaje Young Africans wametoa barua au taarifa leo hii kwamba hawako tayari kucheza huo mchezo, yani wamesisitiza tu ni mwendelezo kwamba mechi hiyo hawatocheza, lakini so far kwa kurelay kwenye mamlaka, hiyo dabi ya Kariakoo ipo kama ilivyopangwa. Sasa basi, Young Africans endapo akichukua alama zake hapa na Simba endapo akichukua alama zake hapa, tafsiri yake, yani wote wakiwa wameshinda mechi zao, tafsiri yake dabi ya Kariakoo itakwenda kuamua. Na kimsingi mechi hizi zote
hawa ni favorite, kwa maana ya Yanga na Simba ni favorite kwenda kucheza. Kwa hiyo dabi ya Kariakoo inaweza kaja kutupa majibu tofauti endapo itachezwa. Ili sasa tukiachana na hizi mechi tatu, tunakwenda kuangalia, nilikwambia tunakwenda kumwangalia mchezaji bora siku ya leo. Mchezaji bora wa mchezo wa leo ni Fabrice Ngoma. Fabrice Ngoma ambaye amecheza katika eneo la kiungo double pivot pamoja na Yusuf Kagoma, na huyu amefanikiwa kufunga goli zuri tu akichukua pasi kutoka kwa Steven Dese Mukwala na kuiwezesha Simba kupata goli pekee ambalo limewapa alama 3. Lakini kumekuwa na watu wengi wamekuwa wakitoa mtazamo wao juu ya nani ambaye alikuwa na kiwango bora zaidi. Wengine wanasema kwamba goli ambalo Ngoma amelifunga pengine halitoshi kumpa a man of the match. Kimsingi, na mimi kwa mtazamo wangu nilivyoona, mchezaji ambaye alikuwa na kiwango bora kabisa leo hii na hata kwenye hili goli la Fabrice Ngoma amehusika kwa namna moja au nyingine ni Joshua Mutale Budo. Joshua Mutale katika mechi ya leo alitengeneza big chances 3. Big chances ambazo kimsingi hazikutumika. Ninavyosema big chances namaanisha ni mipira ya moja kwa moja ambayo aliipeleka na ambao alitakiwa kuamua hawakuamua vizuri. Moja ilikuwa kwa Steven Dese Mukwala, 2 zilikuwa kwa Kibu Denis ambao walikuwa wana finish kazi lakini walishindwa kufinish kazi. Maana yake kama ongeza kutumia vizuri zile chances zilizotengenezwa na Joshua Mutale, ilikuwa automatic Mutale anaondoka na assist 3 za moja kwa moja. Lakini katika goli ambalo limefungwa na Fabrice Ngoma Luamba, yeye ame-create chance, big chance moja ambayo ime-involve goal lililofungwa, kwa maana ya ukiachana hizi ambazo hazikuzaa matunda, hii big chance ime-involve goli kupatikana, goli ambalo limefungwa na Fabrice Luamba Ngoma. Sasa basi, kwa nini Joshua Mutale leo alikuwa kwenye fomu nzuri sana? Why Joshua Mutale? Miongoni mwa vitu ambavyo binafsi wakati naangalia ile mechi ya JKT Tanzania na Simba leo hii, ilikuwa ni uwanja wa JKT Tanzania. Atmosphere yake ilikuwa inafanana kabisa na atmosphere ya uwanja ambao Joshua Mutale amecheza zaidi kuliko viwanja vyote katika karia yake ya maisha. Hapa nauzungumzia uwanja wa Arthur Davis. Huu ni uwanja wa nyumbani wa Power Dynamos, unapatikana kule Kitwe, Zambia. Power Dynamos wanatumia huo uwanja wa Arthur Davis. Ni uwanja mashuhuri unaopatikana Kitwe, na Joshua Mutale amekulia pale tangu akiwa mdogo, sababu Joshua ametokea kwenye timu za vijana za Power Dynamos, baadaye ndo akawa promoted na kupandishwa katika timu ya wakubwa ya Power Dynamos. Kwa hiyo nilivyokuwa naangalia mazingira ya ule uwanja, nilikuwa na feel hicho kitu, kwa maana ya kukumbuka viwanja ambavyo vinafanana na uwanja wa JKT Tanzania. Budo Mutale, performance kubwa ambayo aliionyesha, moja kwa moja nikasema nitakuja kushare na wanajukwaa hili juu ya performance nzuri ambayo Budo anaionyesha, inafanana na yale mazingira. Sasa basi, hiyo ni sababu mojawapo tu ambayo nimejaribu kuiweka, lakini ni very light cause. Lakini sababu ya msingi ni ukubwa wa uwanja. Budo ni miongoni mwa wachezaji ambao ana pesi sana, anakimbia sana katika nusu nafasi, anakimbia sana nyuma ya migongo ya walinzi. Uwezo huo wanao. Na hapa sitoi kwa reference akiwa Simba, akiwa Power Dynamos, miongoni mwa strength zake kubwa ilikuwa ni kupita kwenye nusu nafasi, yani mlinzi wa pembeni na mlinzi wa kati, lakini pia kukimbia from wide, kupita pembeni kwa maana kuinyumbua safu ya ulinzi, pia kukimbia nyuma ya migongo, na kwa kasi yake imekuwa advantage kubwa sana kwa upande wake. Sasa basi, uwanja wa JKT Tanzania ukiangalia ni mkubwa, of course, miongoni mwa viwanja vikubwa katika vinavyotumika katika ligi kuu, basi uwanja wa JKT Tanzania kama sio namba 1, basi miongoni mwa viwanja viwili na JKT Tanzania upo. Sasa basi, Joshua Mutale leo alikuwa anapata spaces nyingi, nafasi nyingi za yeye kukimbia, na kimsingi miongoni mwa sababu ambazo zimechagiza kuwa na performance nzuri katika siku ya leo Joshua Budo Mutale. Kwa namba ambazo tumezijadili hapa, tumezionyesha, nadhani Joshua Mutale
alistahili kuwa a man of the match leo, ingawaje ni nyota ambaye tangu amefika ndani ya ardhi ya Tanzania hajafanikiwa kuingia katika mioyo ya mashabiki, kwa sababu ameanza kwenye geji ya chini au standard ya chini ya uchezaji wake, tofauti na alivyokuwa na Power Dynamos. Ikumbukwe huyu msimu wake wa mwisho, kwa maana ya msimu uliopita anatoka Power Dynamos, alikuwa kwenye vinyang'anyiro viwili, ilikuwa ni MVP, alikuwa anagombea tuzo ya mchezaji bora wa msimu, lakini pia ilikuwa anagombea tuzo ya mchezaji bora wa wachezaji, inaitwa Player of the Year. Kwa hiyo alikuwa anagombania hizi tuzo mbili Joshua Mutale, na Watanzania wengi tulimuona katika zile mechi ambazo alikuwa akicheza na Simba mara kadhaa, amekuwa akionyesha kiwango kizuri. So Joshua Mutale ni miongoni mwa nyota ambao wana uwezo mkubwa. Isivyo bahati, siku ya leo hakufanikiwa kufunga, ila alifanikiwa kutengeneza nafasi ya goli, lakini pia alicreate chances 3 kubwa ambazo zingeweza kutumika moja kwa moja na zingekuwa assisted hapo, kama waliopewa hizo nafasi wangeweza kufunga hayo mabao. Msimu wa 2022 alichukua tuzo ya mchezaji bora au MVP wa vijana, mchezaji bora chipukizi katika ligi kuu ya Zambia. Ikumbuke kwamba ana umri wa miaka 23. Kwa hiyo katika msimu huu alifanikiwa kushinda hii tuzo, but ni mchezaji ambaye ana daraja zuri la kiupambanaji. Kabla ya kujiunga na kikosi cha Simba, hapo awali ilikuwa ni klabu ya Ihefu, walikuwa kwenye nafasi nzuri ya kuweza kupata huduma yake, lakini Simba wakaamua kuingilia ile deal na kumchukua. Finally tunamuona kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Huyu ni Budo Joshua Mutale ambaye nadhani watu wengi wameona na wanadhani kwamba angestahili kuwa mchezaji bora wa mchezo leo. Fabrice Luambangoma kabeba hiyo tuzo, but all in all is a football, na hiki ndicho ambacho ningependa kushare kwenu. Usisahau kuunga mkono jukwaa hili kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Mpaka wakati mwingine.